Zipo taarifa mbalimbali ambazo zinasambaa mitandaoni. Nimeona kwa Tanzania zimekuwa trending, Kenya, Uganda, ukanda huu Afrika Mashariki, lakini pia na Afrika kwa ujumla, lakini sio Afrika tu kwa ujumla, na nje pia Afrika, kwamba Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, amefariki dunia. Hizo ni taarifa ambazo zina trend, lakini bado hakujawa na uthibitisho rasmi kwamba Benjamin Netanyahu ni kweli amefariki dunia, bali taarifa ndani ya Israeli zinaeleza kwamba Benjamin Netanyahu bado yuko salama, japo kumekuwa na maswali mbalimbali. Na nimepitia kwenye majarida mbalimbali, ambapo nimekutana na jarida moja ambalo limeandika kichwa cha habari kinasema, Netanyahu yuko wapi? Galloway ameshangazwa na video yake ya akili mnemba. Kiongozi wa chama cha wafanyakazi wa Uingereza George Galloway amesema video ya hotuba ya Benjamin Netanyahu iliyotengenezwa kwa kutumia akili mnemba inaibua maswali mengi kuhusu kitendawili cha aliko waziri mkuu huyo wa utawala wa kizayuni wa Israeli. Galloway amesema video hiyo ya AI iliyogubikwa na kasoro nyingi, ikiwemo Netanyahu akiwa na vidole 6, imeibua maswali mengi bila majibu baada ya kutoonekana kwa muda mrefu nduli huyo wa vita wa Israeli. Katika ujumbe aliotuma kwenye mtandao wa kijamii wa X kuhusu video hiyo bandia ya Netanyahu, Galloway ambaye amewahi kuwa mbunge kwenye bunge la Uingereza ameandika, "Je, hili limefanyika kweli? Kwa nini Israeli ilisambaza hotuba ya akili mnemba Netanyahu usiku uliopita, ambapo waziri mkuu huyo ameonekana dhahiri akiwa na vidole 6? Yuko wapi Netanyahu? Yuko wapi Ben Gvir?" Galloway ameshangazwa pia na hatua ya vyombo vya habari vya magharibi ya kufumbia macho video hiyo bandia ya Netanyahu na kutuuliza maswali mazito kuhusu aliko mtawala huyo wa Israeli. Netanyahu hajaonekana hadharani wala kusambaza hotuba zake za video kwa siku kadhaa sasa, tangu vikosi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran viliposhadidisha mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Ahadi ya Kweli ya 4. Siku chache zilizopita, uvumi ulienea kwenye mitandao ya kijamii kwamba yumkini Netanyahu na maafisa kadhaa wa serikali yake wameangamizwa au kujeruhiwa vibaya kwenye hujuma za makombora ya Iran. Na hivi karibuni tovuti ya Middle East Monitor iliandika makala uchambuzi kuhusu mashambulizi ya kichokozi ya Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli, ikisema kuwa vita hivi ambavyo Benjamin Netanyahu amejiandaa kwa ajili yake kwa miaka mingi, yumkini vikapelekea kutengwa kisiasa na kuporomoka strategia yake. Na kingine kinachoibua maswali kuhusu uzima wa Netanyahu ni kufutwa ghafla safari ya Jared Kushner, huyu ni mkwe wa rais wa Marekani, na Steve Witkoff, mjumbe maalum wa Donald Trump kwenye eneo la Asia Magharibi, ambao walitazamiwa kwenda Israeli na kukutana na Netanyahu ili kujua mwisho wa mambo haya ukoje. Sasa licha ya kwamba kumekuwa na maswali mengi na hoja nyingi ambazo zinaibuliwa mitandaoni, Netanyahu yuko wapi? Netanyahu yuko wapi? Ameuawa? Amenini? Ila nikwambie, IRGC, hii ni kikosi cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, kupitia idara yao ya mawasiliano wanasema kama Netanyahu hajafa wataendelea kumuwinda na target ni kumuua. Idara hiyo ya mawasiliano imetangaza kuwa kama waziri mkuu mtendaji wa Israeli atakuwa hai, jeshi hilo linamuwinda na kumuangamiza. Ni lini na wakati gani? Ila lipo kazini. Taarifa iliyotolewa na jeshi hilo imesema kama waziri mkuu wa utawala haramu wa Israeli atakuwa bado yuko hai, tutaendelea kumuwinda na kumpeleka jongomeo. Sehemu ya moja ya taarifa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu inasema shabaha za magaidi watendaji jinai wa Kimarekani na Kizayuni zimelengwa na kuharibiwa katika duru ya kwanza kulipiza kisasi cha damu ya wafanyakazi wa kitongoji cha viwanda cha Iran kwa kupiga maeneo kadhaa huko katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu Israeli na kambi 3 za Marekani katika eneo la Asia Magharibi kupitia operation mseto ya vikosi vya IRGC. Mashambulizi hayo yamefanyika katika wimbi la 52 la operation ya Ahadi ya Kweli ya 4 kwa jina la msimbo la Ya Zainab. IRGC imeongeza kuwa sauti za ving'ora vya ambulance na kukiri kwa taasisi za kizayuni kwamba idadi ya wazayuni waliouawa na kujeruhiwa katika mashambulizi ya Iran imeongezeka, vinadhihirisha ukubwa wa vipigo vya makombora ya IRGC katika kitongoji cha viwanda huko Tel Aviv. Kitongoji cha viwanda na kituo cha majeshi ya Marekani kwenye kambi ya anga ya Al-Hariri huko Erbil, na vilevile kambi za kijeshi za Al-Salim na Aref Jan pia zimepigwa kwa kombora na ndege zisizo na rubani. Taarifa ya IRGC inasema kujulikana hatima ya waziri mkuu mtendaji jinai wa Israeli na uwezekano kwamba ameuawa au ametoroka ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu, yeye na watu wa familia yake, kunaonyesha mgogoro na mtikisiko ulioibuka baina ya wazayuni. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limesisitiza kuwa
kama muuaji huyo wa watoto atakuwa bado yuko hai, tutaendelea kumuinda kwa nguvu zote na kumuua. Nini hasa ambacho kitaendelea? Je, Netanyahu amefariki kweli au chuma bado kipo hai? Tutaendelea kuambizana hatua kwa hatua kwa kile ambacho kitakachokuwa kikiendelea. Ila tu nikwambie, mitandaoni nyingi, taarifa nyingi na video mbalimbali za AI zinazopostiwa zinaonyesha kwamba Netanyahu amefariki dunia. Lakini taarifa ambazo sisi tunazo za uhakika, bado hajafariki dunia. Chuma kipo, ila chuma kine ndo first target kwa Iran. Kama wao Israeli na Marekani walivyomwangamiza kiongozi mkuu wa Iran na wale wakuu wa majeshi, basi nao pia Iran wanamuinda mno Benjamin Netanyahu. Na usishangae siku watakayomwangamiza Benjamin Netanyahu au siku Israeli atakayotangaza Benjamin Netanyahu ameuawa au amefariki, basi ikawa ni sherehe kubwa kwa Iran, kwa sababu ukitazama vita hivi namna ambavyo vinaendelea kati ya Israeli, Marekani na Iran, ni kwamba ndani ya Israeli kuna mgawanyiko mkubwa sana. Wengi hawapendi vita hivi vifanyike kwa sababu wanaona ni hasara kila saa taifa lao linaingia, kama ilivyo kwa Marekani. Kwa hiyo wengi wamekuwa kimpinga Benjamin Netanyahu, lakini Benjamin Netanyahu amekuwa akisimamia misimamo yake yeye kama yeye anayoiamini. Kwa hiyo nini hasa kitaendelea? Yepi hasa atakayojiri? Tutaendelea kuambizana moja kwa moja. Licha kwamba Israeli amekuwa na Marekani wanasema wameangamiza silaha za Iran, Iran imeishiwa silaha na mengine mengi, lakini hakuna video walizofanikiwa kuonyesha uhalisia kwamba ni silaha zipi hasa wameangamiza, ni namna gani wamemlegeza Iran, kwa sababu Iran anaonekana kuendeleza mawimbi ya mashambulizi kama kawaida. Yuko wimbi la 52 na leo anaingia wimbi la 53 la kuachia makombora mbalimbali. Kwa hiyo cha msingi na cha muhimu ni kuombea amani iweze kutamalaki katika ulimwengu huu. Shukrani kwa Babu Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.